Hujambo popote pale ulipo, natumai mzima kabisa, na karibu katika kituo hiki. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kuweza kusubscribe ili kuwa mmoja wetu ndio upokee habari kama hizi. Baada ya machafuko, ningependa tuweze kuangalia nchi ya Tanzania imefikia wapi, na haswa kimaendeleo, kisiasa na jinsi mambo yalivyo baada ya uchaguzi. Kulikuwepo na machafuko na madhara yake hadi wa sasa bado wananchi wanayasikia. Madhara ambayo yalikuwepo ni wengi kuweza kuwa na maumivu, wengi kupoteza mandugu zao, wengi kuwa na hafla za mazishi, wengi kuogopa kutoka barabarani kwa sababu ya vile vitendo ambavyo maafisa wa polisi walikuwa wakiwatendea wananchi. Upande wa serikali haijakuwa rahisi pia, kwa sababu serikali imekuwa ikipata kipigo kikubwa haswa kutoka kwa wananchi ambao wanalalamika matukio yaliyotendeka baada ya machafuko. Malalamiko mengine ni kuhusiana na haki ambayo wananchi wanaipigania nchini Tanzania, ambayo bado serikali haijawapa wananchi. Bado kuna utekaji nyara, bado kuna kesi kwa wale ambao walikuwa katika mlengo wa kupinga serikali. Tumeweza pia kuona serikali inateseka haswa kuweza kutengeneza amani kati yake na wananchi. Imekuwa na muda mgumu zaidi kuweza kuongelesha wananchi na kuwarudisha kuweka pamoja, kwa sababu pale ambapo imefika wananchi hawana imani na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Tukirudi upande wa kidiplomasia, ni kwamba serikali imekuwa na muda mgumu kuweza kuwa na ile imani na urafiki ulikuwepo hapo awali, kwa sababu ya yale matukio yaliweza kutendeka wakati wa maandamano. Tukaendelea hadi serikali ya Tanzania ikitafuta kampuni Marekani na kuilipa zaidi ya dola 540,000 dola kwa mwaka ili iweze kuisaidia kujenga na kutengeneza jina la Tanzania katika serikali ya Marekani, ndiposa iweze kupata misaada na mikopo kwa urahisi. Serikali ina muda mgumu kuweza kuongelesha wananchi, kuomba msamaha ambao wamechukua muda mrefu zaidi, msamaha ambao wananchi hawajaweza kuitikia hadi pale ambapo watakuwa wakipokea haki yao ya serikali kuweza kujiuzulu. Viongozi wa kanisa ambao wako katika kipaumbele kuhubiri neno kuhusiana na haki, kuhusiana na amani, kuhusiana na jinsi ambavyo serikali imeweza kufanya vitendo ambavyo hawajaweza kuomba msamaha. Viongozi wa mlengo wa upinzani wanaipa serikali muda mgumu, kwa sababu bado wangali wanaumia, bado wanawindwa na serikali. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo bado, mtazamaji, yanatendeka hata baada ya miezi miwili kupita. Serikali haijaweza kujirekebisha, serikali haijaweza kurudisha haki kwa wananchi, serikali haijaweza kustabilize na kusimama ili shughuli za kawaida za mwananchi ziwezwe kurejeshwa.
Haya ni baadhi ya mambo ambayo tunayashuhudia. Kabla nisahau, pia tumekuwa tukiona vita vya kikanisa, niseme kikanisa, vita vya imani. Wale ambao ni Wakatoliki na wale ambao ni wa dini ya Kiislamu wana nia mbili tofauti. Kuna wale wanahisi kwamba serikali ilikuwa sawa wakati wa machafuko, na kuna wale wanahisi kwamba hakukuwa na haki na wananchi waliweza kukosewa. Hawa wawili wana nia mbili tofauti, wana maoni tofauti ambayo yanaweza kuonyesha kwamba serikali imeleta vita vya kidini. Kuna makosa pia katika serikali, kwa sababu kuna baadhi ya wale ambao ni mawaziri tayari wamesimamishwa kazi kwa kuwa na imani na maono tofauti kuhusiana na jinsi ambavyo serikali imekuwa ikitekeleza na kuwafanyia wananchi. Hayo ni yale ambayo yanatendeka baada ya uchaguzi. Tunatumai hapa mbeleni kutakuwa na mabadiliko ambapo, cha kwanza, haki ya mwananchi iweze kuheshimiwa, haki ya mwananchi iweze kurudishwa, na haki ya mwananchi ipewe kipaumbele katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Cha pili, kuwa na kikao ambacho kitaweza kuangalia yale maovu yote na wale ambao waliweza kuumizwa na yale ambayo yalitendeka baada ya maovu waweze kupata haki yao kifamilia, na marafiki pia, na wale ambao waliweza kuumia wapate haki yao. Pia kisiasa, tuweke siasa kando ili tuhakikishe kwamba nchi ya Tanzania inarudishwa pamoja, ili kwamba nchi isibaki nyuma na mwananchi wa kawaida asibaki akiteseka kwa muda ujao na siku zijazo. Asante kwa kujiunga na kituo hiki. Hii ni Sam TV News KE. Wale ambao ni wageni, chukua sekunde yako moja, subscribe, sambaza kanda hii ili kwamba tuweze kujenga familia hii, ili tuwe na mazungumzo kama haya kila siku ya kuhakikisha kwamba tunaweka maono ya mwananchi na nchi ya Tanzania mezani mwetu, ili kuweza kurekebisha pale ambapo serikali imekosea, tuikosoe, tuirekebishe, kwa sababu nchi ya Tanzania inahitaji sisi sote. Nchi ya Tanzania inahitaji amani. Nchi ya Tanzania inahitaji haki kwa kila mwananchi, kwa sababu mwananchi ndiye anajenga nchi. Asante kwa kujiunga nasi. Huwe na wakati mwema.